Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asante. Nataka nichukue fursa hii asubuhi ya leo kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ulinzi na pia amenichekia ama amenipea nguvu nikaweza kujumuika nanyi siku ya leo, kwa sababu Mungu ni mwema na pia niko mbele yenu na mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uwepo wake. Mimi ni mchungaji Dennis Kore, natoka Keyo Marakwet County na pia katika Keyo South Region na pia katika area yetu ambapo ni Keyo Marakwet area na pia katika East College na local ambayo inaitwa AIC Checkpoy. Kwa hivyo nataka niwakaribishe nyinyi katika ibada hii tukaweze kusikia neno la Mwenyezi Mungu pamoja hadi tamati. Bwana Yesu asifiwe. Pia ukaweze kujiandaa kurudishwa na chakula cha roho ambapo ni neno la Mwenyezi Mungu. Natumai hapo awali tumesomewa katika kitabu cha Matendo ya Mtume, ikiwa ni mlango wa 2, aya yake ni 42 mpaka 47, Acts chapter 2 verse 42 to 47. Na hili kitabu inaongelea kama katika kitabu hiki ni katika ambapo ni mwandishi ya hii kitabu ni Luka, kulingana walikuwa hivyo ni katika kitabu hiki ni Luka takatifu ambaye anatuandalia tukaweze kuendelea pamoja. Na pia kitabu hiki iliandikwa na huyu Luka ambaye ni daktari, na pia katika tarehe ambayo aliandika ama date of writing ilikuwa 61 to 54 AD. Na pia tutapata neno ambapo inatufunza katika early churches ambapo ama early church katika Jerusalem ambapo alipoondoka Yesu kupaa mbinguni, pia akatupea ama akamtia nguvu Petro akawa mchungaji katika kanisa la Pentecost. Na pia walianzisha kanisa, na ukisoma pale kanisa ambayo inaongelewa si jengo ambapo ni kama hiki. Ilikuwa kanisa ni mimi na wewe, yani walikuwa au waumini ambaye ni wanafunzi wake ilikuwa kanisa. Ukisoma ukiendelea inatuambia kwamba walikuwa pamoja katika nyumba kwa nyumba, kumaanisha ya kwamba kukua katika nyumba kwa nyumba, hiyo ni kanisa pia. Bwana Yesu asifiwe. Although kuandikwa AIC, hiyo ni kanisa. Katika topic yetu ambayo naenda kuhubiri siku ya leo ama kujifunza, imeandikwa kwamba fellowshipping together. And when I say fellowshipping together means spending time together in unity, sharing faith and supporting each other. Fellowshipping together meaning spending time together in unity, sharing faith and supporting each other. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba tukiwa mahali hapa hivi sasa tuko katika ibada ambaye katika lugha ya Kimombo ni fellowship. Tuko fellowshipping together. Nikisoma katika haya hiyo ya 42 na kuendelea mpaka 47 inasema kwamba 42 inatuambia kwamba wakawa wakihudumu katika ufundisho la mtume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. 43. Kila mtu akaingiwa na hofu ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mtume. 44. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. 45. Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwakawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja.
46. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. 47 na mwisho, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia kwamba walikuwa pamoja katika nyumba kwa nyumba na katika kusali pamoja hekaluni. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba tukiwa mahali hapa pia tuko katika hekalu ambayo tunajumuika pamoja ili tukaweze kuomba pamoja, na zaidi ya yote kuombeana, ama zaidi ya yote kutiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba walikuwa wakimega mkate. Maybe unajiuliza hivi sasa, wapi hiyo mkate ambayo tunamega? Bali mkate ambaye inazidishwa, ama ninasema ya kwamba mkate ambao tunacho sasa ni chakula cha roho ambapo ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa practically wakikunywa na kunywa, bali sisi tunasikia neno ambapo ni mkate wetu siku ya leo. Lakini ukinisikia zaidi tutaenda duka na kununulia sabati kwa siku pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Pia katika siku ya leo tunajifunza katika, ama nataka niwape pointi 3 ambaye inatusaidia kama wanafunzi wa Mungu, ama tukijumuika pamoja katika kusali pamoja kila wakati, na pia kumega mkate ambaye ni neno la Mwenyezi Mungu nyumba kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema pia nyumba kwa nyumba, kumaanisha pia ni evangelism. Wewe ambapo umesikia neno la Mwenyezi Mungu, unaokoa wengine ama unafikia watu wengine na neno la Mwenyezi Mungu. Point number 1. Nimeandika kwamba share and then put the hyphen. Whatever you have, learn to help the needy. Bwana Yesu asifiwe. Tunasikia kwamba pia katika mstari huu ambapo iko mbele yetu kwamba aliuza ama waliuza shamba yao na kumsaidia yeyote yule alikuwa anahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe. Na by the way, nilikuambia sasa uniuze shamba unipe pesa, unakubali? Bwana Yesu asifiwe. Unakubali uuze shamba unipe hiyo pesa? Utapata tu mzee anasema kwani baba yake na mama yake waliposaa wako Japani, alafu niuze shamba yako nimpe pesa. Pia hawa wanafunzi wa Mungu walikuwa wakiuza ama waliuza vitu vyao kusaidia ambapo walikuwa wanahitaji. Kumaanisha kwamba sisi ambao tunajua neno la Mwenyezi Mungu na tunalishwa na chakula cha roho, tunajua neno la Mwenyezi Mungu, unasaidia mtu mwingine kwa njia moja ama nyingine. Unaweza kumsaidia hata kumwombea, hata kuomba, ama unaweza kumsaidia hata mahitaji katika mahitaji zake kulingana na situation ambapo unajua mwenyewe. Pia Biblia inatuarifu ya kwamba walikuwa wanaokoa kila mmoja ambapo alikuwa anabadilika katika hiyo mkutano. Petro alipohubiri katika hii Matendo ya Mitume, pia baada ya Yesu kuambia Roho Mtakatifu akawatangulia, na ama nitatuma Roho Mtakatifu akaweze kuwatangulia, that is Holy Spirit. Pia Petro akafanikiwa kupatiza watu 3,000. Je, wewe umepata wangapi tangu uingie nyumba ya Mwenyezi Mungu ama kubali neno la Mwenyezi Mungu katika ama Yesu awe mwokozi wa maisha yako? Umefikia wangapi na neno la Mwenyezi Mungu? Unatangazia ngapi
Wama wangapi neno hili la Mwenyezi Mungu? Inaenda that point verse 42 ambapo tumesoma hapo, wakawa wakihudumu katika fundisho la mtume na katika ushirika na katika kumeka mkate. Kumaanisha inahitaji pia tukaweze kuwa pamoja, to fellowship together, to worship God, also to make a conversation or a discussion about the message of God, to make discussion ama kujambua Biblia katika uwepo ama Roho Mtakatifu ambapo amekufikia. Number 2, prayer. Everywhere you are, communicate with God. Everywhere you are, communicate with God. Ukifuatilia mandugu zetu na madada ambapo ni Waislamu, ikifikia tu hata kama alikuwa na drive gari, unaona anavaa gari yake na kuomba. Lakini pia sisi inapaswa tukaweze kuomba popote tulipo, aswa ukiwa shambani. Pia baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia hiyo haki ya kwenda, pia kupumua, communicate with God through prayer. Before you start anything, stand or take your time to pray and ask God, thank you, or prayer request that you reach in your life or in your heart. Number 3, unity. People who worship God needs togetherness. Bwana Yesu asifiwe. People who worship God needs togetherness. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi tukaweze kuwa na ile umoja, tusikuwe na utofauti ama utengano katika manyumba zetu, katika makanisa, katika ushirika wowote. Nikauliza mama fulani kule nyumbani, mbona tumefika hapa ukitusalamia ukaruka huyu mama? Akasema kwamba nakuja kanisa tu kwa sababu natengeneza maisha yangu, lakini sitamsalamia kwa sababu tulikuwa sehemu kitu kidogo. Baada ya kwamba kama uko na ile kitu kwa moyo ambaye inakukwaza mahali na kuna mtu anakukwaza, hatutaenda mbali, kwa sababu hata nikiongea mbele yenu ama nikiongea mbele ya watu na huko na hiyo kitu ya kwamba huyu anaongea bure, unachochea wengine. Inahitaji tukaweze kukua na unity pamoja. Maana popote tukienda, tunaenda safari moja kwa gari moja, ama katika upendo moja, ama katika umoja katika maisha yetu. Hasa sisi wa Kristo. Biblia ikasema kwamba tuwe barua ya kusomeka. Tukiwa huko nje tunasomwa. Isikuwe sisi wa Kristo ama waumini wenzangu ya kwamba wasije wakisema kwamba anaenda kanisa bure, lakini moyo wake ama ndani yake ni ubwa mwitu. Sisi wa Kristo inahitaji tukaweze kukua unity. Ama mtu anasema kwamba wanaenda kanisa lakini hawasalamiani, ishara ya kwamba hakuna ile unity ya kuomba pamoja na hakuna kushikana. Na pia sisi wa Kristo inahitajika tuwe na umoja. Kama kuna jambo fulani tunataka kushiriki pamoja kama waumini, inahitajika tuwe na umoja pamoja,
tukishirikiana pamoja na kuendeleza neno hilo la Mwenyezi Mungu. Hiyo utapata katika verse 44 na unaruka 47. 44 inatuambia kwamba na wote waliamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Yaani walikuwa pamoja wakishirikiana pamoja na kutia nguvu pamoja. Ukiruka 47 inatuambia kwamba wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana asifiwe. Mtu huko nje anataka kuokolewa kwa sababu wewe ama wewe ndio utabadili mtu ambaye hajasikia neno la Mwenyezi Mungu, ama amesikia neno la Mwenyezi Mungu lakini anataka kutiwa moyo. Anataka hiyo. Inatuambia kwamba sacrifice. Give out what you have. Never think about tomorrow. God is aware about tomorrow. Tena chochote ambapo unacho na Mungu atakuzidishia hapo kesho. Uko na 100 na mtu anahitaji kao nusu yake pia. Na hiyo utabarikiwa hapo kesho. Kesho itajipanga na Mungu yako ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. So tunahitajika ya kwamba tukaweza kusimama kama washiriki ama katika neno la Mwenyezi Mungu kwa umoja. Fellowship together. Tukiwa self tuwe pamoja. Tuwe katika mahali tuwe pamoja. Tuwe katika kuomba pamoja ni mzuri. Kukuwa na unity ni mzuri, na pia kusacrifice ambapo uko nacho. Aswa tunajifunza kwamba waliuza mashamba zao wakisaidia yote ile ambapo alikuwa anahitaji msaada. Pia sisi tukaweza kujifunza kwamba tuwe na ile moyo ya sacrifice, tuwe na unity. Pia kanisa, nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya ibada hii. Tumejifunza siku ya leo about fellowshipping together. Text yetu imetoka katika Acts chapter 2 42 to 47. Na pia katika tumejifunza about sharing na tumejifunza about prayer, ambapo pia tumejifunza about unity na sacrifice. Nasema kwamba my people or my fellow Christians, let us be united together. Or I say, when people live in a genuine fellowship, they reflect God's love, strengthen one another in faith, and also let us God have our strength in our life as we stand with the word of God. Let us fellowship together, praying for each other, elevate the need, and also let us sacrifice in our life. And also, let God stand with us in our life and everything, in anything that we need in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa, waje Mungu akaweze kututia nguvu kwa kila hali na kila jambo, tukaweze kuwa na umoja na maisha yetu ikaweze kuendelea. Si Mungu awabariki. Tuombe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni asante mchana wa leo, masubuhi ya leo, naweka mkononi mwako kwa sababu ya ibada hii, kwa sababu Mungu Baba umetutangulia kwa ajili ya neno lako. Asante Jehova kwa sababu umekuwa chombo. Mungu Baba, neno lako imetoka kwako. Waje ushiriki na uwepo wako kaweze kutangulia. Na kabidhi mkononi mwako sasa katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Tunashukuru kwa mchungaji Dennis kwa neno hilo la ushirika ambao ameweza kutuhimiza asubuhi ya leo kwamba tukae katika ushirika, na shirika hizi zitaimarika ikiwa tutakuwa watu ambao tunajifunza kushare mambo ya kimwili ambayo Mwenyezi Mungu ametubarikia,
na mambo ya kiroho ambayo Mungu pia ametubarikia. Tushare neno la Mungu na tushare pia material things ambayo Bwana ameweza kuweka mikononi mwetu, ili watu wanapokuwa na haja, wanapopungukiwa waweze kuwa naye. Ama namna gani? So hiyo ushirika itaimarika. Tunashukuru. Ushirika hiyo itaimarika pia ikiwa sisi tutakuwa watu wa maombi, tukijifunza kuomba katika shirika zote ambazo Mungu ametuweka ndani yake. Tutaimarisha hizo fellowship. Kwa sababu gani? Sisi ni watu wa maombi, kila ambavyo tumeweza kukumbusha siku ya leo. Na ametukumbusha kwamba ushirika hizo pia fellowship kama ya IC Kitale Town, kama ushirika kina mama itaimarika. Kwa sababu gani? Tukizingatia umoja. So tuzingatie umoja ambayo Mungu ameweza kunena kupitia yeye, kwamba tuweze kuzingatia umoja ndani yetu. Na tunapozingatia umoja, ushirika zetu zitaweza kukua. Na mwisho akasema kwamba shirika hizi zitakuwa ikiwa sisi ni watu wa kujinyima. Tujinyime kwa sababu ya wenzetu. Kuna watu wengi ambao wana mahitaji mbalimbali. Kuna watu wengi ambao wana mapungufu mbalimbali. So tutaimarisha ushirika zetu ikiwa sisi tutajinyima kwa sababu ya wenzetu. So tujifunze kukaa katika hizo ushirika na tujue ushirika itaimarika ikiwa sisi tutashare, ikiwa sisi tutakuwa watu wa maombi, ikiwa sisi tutakuwa watu ambao tuna umoja ndani yetu, na ikiwa sisi tutakuwa watu ambao tuna share na wale ambao tunajisacrifice kwa sababu ya wale ambao wanatuhitaji. Watu wengi wanatuhitaji. Kijiji inatuhitaji, kanisa inatuhitaji, kwaya inatuhitaji, kina mama wanatuhitaji, vijana wanatuhitaji, watoto wa Sunday school wanatuhitaji. So let us sacrifice kwa sababu yao, na tuone kwamba tuna sacrifice kuimarisha vikundi zozote na zitapata kukua na ushirika wetu itaimarika. Si Mungu awatende mema, si Mungu awainue. Tuimarishe fellowship ya IC Kitale Town. Tusimame zizi zote. Mwenyezi Mungu, tunakuinua asubuhi ya leo. Tunasema asante maana Bwana umeweza kunena pamoja nasi kupitia mtumishi wako ambaye amesimama mbele yetu na mbele ya kanisa, na ametukumbusha kuhusu kuimarisha ushirika ambao Bwana uliweka katikati yetu. Kama IC Kitale Town tunakuhitaji. Endelea Bwana kuimarisha ushirika huu. Endelea Bwana kulikusa kanisa hili kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Endelea Mwenyezi Mungu kusimama pamoja nasi. Endelea kututia nguvu ambayo inatoka kwako na kutuelekeza katika mapenzi yako. Tunakuhitaji Mungu ili tuweze kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu Bwana unaenda kutujalia ili Mungu tuweze kukumbuka wale ambao chakujua. Tukumbuke wale ambao Mungu wanahitaji kusikia na neno lako, na tuweze kushare na neno lako kwa kila mmoja. Tunaamini kwamba Bwana utazidi kutuunganisha tuwe kitu kimoja, na umoja ambao unatoka kwako itazidi kuonekana kwetu, na ushirika ambao Bwana umetupatia tutazidi kuimarisha. Asante maana Bwana unaenda kutubariki ili pia tuweze kubariki na wale ambao wanahitaji mahitaji mbalimbali katika maisha yao. Endelea Bwana kutujalia katika mahitaji haya ili pia nasi tuweze kuwa baraka pia ni kwa sababu ya maisha yao. Asante ni kwa sababu ya asubuhi hii. Wapendwa hao wote ambao wamefika mahali hapa, ambao Mungu amekutazamia siku ya leo, na ubarikisha mbele zako. Wanapoondoka, tembea na kila mmoja wetu. Tuinue hata na wiki hii. Tuinue katika kazi ya mikono yetu. Tuinue pia katika mahitaji ya watoto wetu. Tuinue pia katika mahitaji ya mioyo yetu. Wiki hii tamalaki pamoja na sisi. Mahali ambapo tutatembea, uwepo wako uwe pamoja nasi. Mahali ambapo Mungu tutapungukiwa, mkono wako uweze kutushikilia. Na zaidi ya yote Bwana, endelea kutuinua katika mapenzi yako ili mwovu asijitukuze kwetu, bali Bwana tukutukuze kwa wema wako. Wala ambao wana udhaifu ya kiafya Bwana, asubuhi ya leo tunawabarikisha mbele zako. Wewe ni Mungu unayetuona sirini, na Baba wanyoshie mkono wako wa uponyaji, wainue katika udhaifu ambao unapitia, na hata Baba atakapopata nafuu, sifa zitarudi mbele zako. Asante kwa sababu unaenda kuinua kila jamii kulingana na mahitaji ambayo wanahitaji wiki hii, na furaha yao utazidi kutimilika mbele zako. Sisi hatuwezi, lakini Bwana ukisimama pamoja nasi utatushindania kwa kila jambo. Na wabarikisha wapendwa hao mikononi mwako, kwamba Bwana amani yako iwe juu yao, na Mwenyezi Mungu tamalaki katika maisha ya kila moja, na Baba walinde na yule mwovu, na tukionana wiki ujao kwa mapenzi ambayo yanatoka kwako, tutakupa sifa ni kwa sababu na stahili. Kuna mahitaji mengi ambayo tunahitaji,
Baba, tuna kazi ya Sunday school, tuna kazi ya laptop, tuna kazi ya ujenzi ambayo iko mbele yetu. Na Baba, yote tunabarikisha mbele zako. Endelea Bwana kubariki wapendwa hawa, bariki na watu wako, ili pia wasidi kubariki na kazi hiyo. Kazi zozote tutakapoona zikitimilika, tutakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu. Tunapoondoka sasa, amani yako ipita kila wanadamu isidi kudumu katika maisha ya kila mmoja wetu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba nikiamini. Neema